Asante sana mwenzangu Mislet. Wananchi na mashabiki wa soka kule nchini Senegal wameamkia habari za kusikitisha kwamba timu yao ya taifa imevuliwa ubingwa wa taji la AFCON ambalo lilishinda mwezi Januari, na taji hilo sasa limepewa Morocco. Sasa swali ni je, kombe hilo litasafirishwa kwa ndege au basi kutoka Dakar kwenda Rabat? Tunasubiri kuona hali itakavyokuwa, lakini shirikisho la soka nchini Senegal linasema kwamba hatua hiyo ya CAF haikubaliki na imekwenda katika mahakama ya kimataifa ya michezo CAS kupinga hatua hiyo. Kanuni ya 82 ya CAF iliyotumiwa kuipokonya Senegal ubingwa inasema kwamba iwapo timu itakataa kucheza mchezo na kuondoka uwanjani kabla ya muda wa mchezo huo kukamilika bila ya uamuzi wa refari, timu hiyo itakuwa imepoteza mchezo huo na kuondolewa kwenye mashindano hayo. Lakini mabao matatu ambayo wameipa Morocco yametoka wapi? Ndio sheria inavyosema. Ukisoma zaidi katika kipengele ama kanuni ya 84, sasa sheria hiyo inasema kwamba yule ambaye atakuwa mpinzani atapewa alama tatu na mabao matatu. Kocha wa zamani wa Senegal Mfaransa Claude Leroy ameshtumu uamuzi huo na kusema kwamba hatua hiyo inadhoofisha soka la Afrika. Mashabiki na wachambuzi wa soka si tu barani Afrika, hata kule Ulaya, nimepitia baadhi kwenye mitandao ya kijamii, wanaonekana kukashifu sana hatua hiyo. Tutasubiri kuona hali itakavyokuwa, lakini swala ambalo tutaendelea kujadiliwa kwa muda mrefu sana katika historia ya soka barani Afrika. Kule barani Ulaya hivi leo kuna michuano mingine minne ya hatua 16 kwa nia taji la UEFA. Klabu ya Barcelona itacheza na Newcastle, Liverpool na Galatasaray, Bayern Munich na Atalanta, huku Tottenham Hotspur nayo ikicheza na Atletico Madrid. Jana kulikuwa na mechi zingine 4 zilizochezwa. Klabu ya Arsenal imefuzu katika hatua ya robo fainali baada ya kuishinda Bayer Leverkusen mabao 2-0, sawa na mabingwa tetezi PSG ya Ufaransa ambao walipata ushindi ugenini wa mabao 3-0 dhidi ya klabu ya Chelsea. Arsenal, nilikwambia namna uwanja wa Emirates huwa wakati wa mechi za nyumbani ni motisha tosha kwa wachezaji, na kweli hata baada ya mechi Mikel Arteta, kocha wa Arsenal, alipongeza sana namna mashabiki walivyokuwa wakiwashabikia wachezaji. Naam, na sasa Arsenal itacheza na klabu ya Sporting CP ya Ureno ambayo nayo ilipata ushindi mzuri wa mabao 5-0 baada ya kushinda Bodo Glimt. Nakumbuka katika mechi ya kwanza Bodo ilikuwa imewashinda mabao 3-0, lakini jana wakiwa nyumbani walibadilisha mambo na kuibuka mabingwa. Victor Gyökeres atakuwa anarejea katika klabu yake ya zamani bila shaka. Na Real Madrid nao pia walifuzu baada ya kushinda Manchester City mabao 2-1. Nikushukuru Victor. Shukran sana.